Maandamano ya kupinga gharama ya juu ya maisha yanaendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku kaunti za Nairobi na Masako zikishuhudia taharuki na makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Na kama alivyotuarifu mwanahabari wetu Fatma Bugu ni kwamba baadhi ya waandamanaji wamekamatwa, mali kuharibiwa na shughuli nyingi tu kusitishwa. Katika kaunti ya Nairobi hali ilikuwa ya mshike, maafisa wa polisi wakiwa ange kuzuia waandamanaji hao katika maandamano hayo ambayo yalivutia idadi ndogo ya waandamanaji katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi. Hali hiyo iliwalazimu wafanyabiashara kufunga biashara zao, huku pia shughuli za usajili wa kura na tume ya IEBC zikitatizika, maafisa wakilazimika kukusanya virago vyao. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kanda ya Nairobi, Isa Mohamud, watu 11 wamekamatwa kufuatia maandamano ya kupinga gharama ya juu ya mafuta na hali ngumu ya maisha, akisisitiza kuwa maandamano hayo ni kinyume cha sheria. Vilevile hali ilikuwa ya taharuki mjini Machakos, huku waandamanaji wakipambana na polisi kwa jasho na machozi, mchezo ukiwa ni wa paka na panya. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakilalamikia gharama ya juu ya maisha. Hali hiyo pia iliwaathiri raia wa kigeni waliokuwa mjini humo, wakijikuta wakikimbia vitoa machozi viliporushwa. Katika vurugu hizo, ambulensi ya hospitali ya Machakos Level 5 ilivamiwa na kurushiwa mawe na kuharibiwa vibaya. Siongopi, mafuta imepanda. Iko na watatu waine. Sasa ndawakulisha na nini? Ananipandishia mafuta na niko na bike. Na baada ya hali kupandishwa juu, maisha yanakuwa juu na yanatufinya zaidi, na tunaishi hata kukata tamaa. Huku mvutano ukiendelea, wakazi wanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kupunguza gharama ya maisha na kurejesha utulivu nchini. Fatma Bugu, NTV, Nairobi.